Naam, harigani mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika segment ya michezo ambapo tunapata nafasi ya kujadili na kuangazia habari mbalimbali za michezo. Na katika segment hii bwana, leo hii tunaangazia mchezo wa jana wa ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, kati ya Al Ahly nchini Misri dhidi ya Young Africans kutoka Tanzania, mchezo ambao ulitamatika kwa Yanga kukubali kichapo cha goli 2-0 mbele ya majanti hao wa soka la Afrika. Sasa kabla ya kuendelea, na kukumbusha kwamba bado hujiunga nasi, kisha mbonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umejihakikishia kupata taarifa mbalimbali tunapoupload video zetu na kuweka hapa kila siku. Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika tu ya makundi, Young Africans walikuwa ugenini dhidi ya Al Ahly kule nchini Misri, na kwa bahati isiyo nzuri Young Africans waliweza kukubali kichapo cha goli 2-0 dhidi ya majanti hao wa soka, mchezo ambao ulikuwa ni mzuri sana, mchezo ambao ulikuwa ni kwa namna fulani umeonyesha ubora wa Young Africans licha kukubali kichapo cha goli 2, lakini namna ambavyo timu imecheza katika ubora mkubwa sana, imecheza katika muunganiko wa kipekee, na hii si mwisho. Na tumaini pengine kuna jambo wanaweza kulifanya katika mechi ya marudiano dhidi ya Al Ahly jijini Dar es Salaam, kwa sababu nimeona muunganiko mkubwa sana wa wachezaji eneo la viungo na eneo la mbele. Tumemwona mtu kama Depo amekuwa ni mwiba wa kutia mbali, ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na morali na kasi ya ambayo inaweza kuwateteresha pia hata eneo la ushambuliaji, licha ya kukosa magoli mawili kwa mchezaji kama Alan Okello pamoja na Maxim Zengeli, lakini nafikiri pengine nafasi zile wangezitumia, ingepatikana sare ya goli 2-2 ama pengine hata ushindi kwa Dar es Salaam Young Africans. Lakini ndio hivyo, nafasi zimepatikana, nafasi zimetengenezwa, lakini kutokana na soka ni mchezo wa makosa, ndio hivyo wameshindwa kuzitumia nafasi na wenzao wameweza kuzitumia. Lakini ukiangalia uchezaji wa Young Africans, ni kuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu tumezoea mara kadhaa Young Africans wakikutana na Al Ahly tena kwao, wamekuwa na uchezaji ambao si mzuri sana, mara nyingi wamekuwa wakizuia sana kuliko kushambulia ama kuwa free. Lakini jana tumeona timu inajiachia, timu inatengeneza nafasi, lakini kama nilivyokueleza kwamba haikuwa bahati na wameshindwa kuzitumia. Lakini namna tu timu inavyotengeneza nafasi za magoli, unajua wazi kwamba yes, kuna kitu kimeongezeka. So ni mchezo mzuri, kiukweli ulikuwa ni mchezo ambao umeonyesha ni kwa namna gani Yanga inazidi kuwa bora, ni kwa namna gani mwalimu Pedro Gonçalves anazidi kutengeneza uimara kwa washambuliaji, lakini pia eneo la kati kuna makosa machache katika eneo la nyuma la ulinzi, na nafikiri mwalimu ameliona na ataenda kulifanyia kazi. So bado haikuwa mwisho. Ukiangalia katika table, Young Africans na Al Ahly tayari wamecheza michezo mitatu, ambapo Yanga ana alama 4 baada ya kufungwa jana, lakini Al Ahly ana alama 7, kwa maana anaongoza ligi, anaongoza kundi, na Young Africans wapo katika nafasi ya pili akiwa na alama 4. Leo tunasubiri mchezo wa FAR Rabat dhidi ya JS Kabylie, ambapo sasa endapo yeyote ataondoka na alama 3, basi ataungana na Young Africans kuwa na alama 4. Lakini wakitoka sare, ambao ndio dua kubwa la wengi tunaoliomba, Young Africans ataendelea kuwa na alama 4, na JS Kabylie na FAR Rabat watakuwa na alama 3-3, 2-2, kwa sababu wana alama 1-1. Kwa hiyo tusubiri kuhamu nini kitajiri.